Ni kweli mnachokisema. Msimu huu hatujafanikiwa kwa kiasi kama tulivyokuwa tumepanga wana Simba. Kila mwana Simba alikuwa akitaraji kuona ya kwamba anakwenda kurejesha ile furaha ambayo imekwisha kupotea takriban misimu mitatu mfululizo. Kwa maana ya msimu ambayo imefuatana, Simba Sports Club tumekosa makombe mengi sana msimu huu. Kwa hiyo tulichokuwa tukikihitaji kutoka kwa watu ni kuamini ya kwamba kile ambacho tumekifanya msimu huu na ambacho tumeshindwa kukifanikiwa kwenye malengo yetu kwenye michuano ya ndani, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, kwa maana ya kombe la CRDB tukaishia kwenye hatua ya nusu fainali, lakini pia vile vile kwenye ngao ya hisani hatukuweza kuchukua kombe. Hivyo kuna kiasi kikubwa tuli approve kwenye tournaments za CAF Confederation Cup. Japo tulikuwa tuna kikosi cha kawaida, lakini tumefanya makubwa kwenye CAF Confederation Cup na kutua hatua ya robo finali. Niwaambie tu wana Simba, wakae mkao wa kula. Semaji linakuja na nguvu kubwa kweli kweli kwa msimu wa mwaka 2024-2025, na niwaambie tu kile ambacho mnakihitaji kutoka kwetu Simba Sports Club ndicho ambacho tunakifanyia kazi kwa ajili ya marekebisho yetu, pamoja kuhakikisha ya kwamba kila mwana Simba ana enjoy 2025-2026. Msimu huu tumedhamiria kweli kweli kibaga unaga 2025-2026 tutauana, yani tutauana. Tumedhamiria kweli kweli kuchukua miongoni mwa makombe yote ambayo tuliyapoteza kwa muda wa misimu minne mfululizo. Tunahitaji kurejesha heshima ya wekundu wa Msimbazi ambayo ilikwisha kupotea kwa muda wa miaka takriban minne mfululizo. Na nina imani ya kwamba kila mwana Simba anafurahi kuiona timu yake mahala ilipofika, isipokuwa kuna vitu ambavyo tumevidhamiria kweli kweli msimu ujao, na tunasajili kweli kweli msimu ujao. Tumewasikia wana Simba wote mnaongea vikali, mnalaumu vikali. Niwaambie kile ambacho mnakiongea ndicho ambacho kinafanyiwa kazi kwenye management na bodi nzima, kwa maana ya uongozi mzima wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Niwaambie tu furaha inakuja. Tumewaona kuna baadhi ya watu wanazurura zurura tu kwenye kampasi zetu huku wakitutania tania, ila tuwaambie msimu ujao tutaonana wabaya. Yani msimu ujao tutaonana wabaya, na si kuonana wabaya tu, hata hapa kwenye usajili tutaonana wabaya. Kuna wachezaji wao watakuja kwetu, yani hii wakae wajue. Yani msimu huu tumedhamiria, hatuna cha kupoteza. Yani ni several back to back. Yani watasema walificha wapi? Walifikiri semaji amejificha. Niwaambie tu wana Simba wote wakae wavumilie haya mambo ambayo wanapitia, na kile kitu ambacho wana Simba wengi wanatamani kukiona ndicho ambacho tunakifanyia kazi, na tuwaahidi na tunawaahidi wana Simba wote mkae mkao wa kula. Furaha inarejea Msimbazi, furaha inarejea kwenye viunga vya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Ni kweli ziko taarifa nyingi zinazozungumzwa kuhusiana na mchezaji wetu Elie Mpanzu, ila tunawaambia tupo kwenye mazungumzo na mchezaji wetu kwa ajili ya kuangalia ni namna gani ambavyo tutakwenda kurekebisha maslahi mapana zaidi baina ya mchezaji na club. Of course, amesha tuonesha tulichokuwa tunakihitaji kama wana Simba, ndicho ambacho tumekiona kutoka kwake. Hivyo tuwatoe shaka
watu mashabiki wetu wa Simba Sports Club, wanachama wetu wa Simba Sports Club, ya kwamba mazuri yanakuja kwa msimu ujao wa mwaka 2024, 25, 26. Tumedhamiria kweli kweli kuingia kwenye dirisha la usajili. Tunakwenda kufanya replacement ya ajabu msimu huu wa mwaka 2025, 26. Tumedhamiria kweli kweli kile ambacho tulichokuwa tumekipoteza kwa muda wa miaka 4 mfululizo ndicho ambacho tutakwenda kurejesha heshima kwa wana Simba Sports Club. Na hili ni waambie mashabiki wa Simba, waache kukata tamaa na timu yao. Timu ya Simba ni timu bora sana. Tumekwenda kupambana na watu kwenye tournaments mbalimbali, lakini pia vile vile tumekwenda kuhakikisha ya kwamba tunafikia malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa. Tumefika hatua ya fainali. Inshallah msimu unaofuata tutafanya vizuri zaidi hata kwenye kulichukua kombe la msimu wa mwaka 2025, 26. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, Simba Sports Club msimu ujao itakuwa tishio kweli kweli msimu ujao. Mimi niwaambie mashabiki wa Simba, mkae na mtulie. Mambo mazuri yanakuja na huwa hayahitaji papara, ila tuwaambie tu tupunguze mori sana, nasi tunashughulikia mambo yote na tunaangalia ni wapi tulikwama msimu huu, ili msimu ujao tuende tukarudishe heshima ya Simba Sports Club. Na tunafahamu ni kikwazo kilikuwa wapi. Ndiyo maana tajiri ameamua kukaa chini na uongozi kwa ajili ya kuangalia msimu wa mwaka 2025, 26 turejee tena tukiwa imara zaidi. Maombi yangu kwa wanasimba wote, tuvumilie, tuendelee kuwa imara, na inshallah panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutarudi tukiwa kamili sana. Asante Pomkai.